DW Michezo. Kadiri hatua ya makundi ya kombe la dunia inavyokaribia ukingoni, taswira ya raundi ya mtoano imeanza kuonekana wazi, huku baadhi ya michezo ikithibitishwa rasmi kufuatia matokeo ya jana. Brazil, Uholanzi, Afrika Kusini na Marekani tayari wameshatambua wapinzani wao, lakini wakati huo huo mashabiki wa soka duniani wanatarajia mtanange wa aina yake leo Ijumaa, wakati Ufaransa ya Kylian Mbappe itakapokutana na Norway inayoongozwa na Erling Haaland katika uwanja wa Boston kwenye moja ya mechi zinazotajwa kuwa kali zaidi katika hatua ya makundi ya kombe la dunia. Wawili hao wanaotajwa kuwa washambuliaji hatari zaidi wa kizazi hiki wameanza mashindano ya kombe la dunia mwaka huu kwa kasi ya ajabu. Mbappe na Haaland wamefunga mabao 4 kila mmoja katika mechi 2 za mwanzo, wakionyesha ubora na uthabiti unaowafanya kuwa kitisho kwa mabeki wa timu yoyote duniani. Mtazamaji, karibu kwenye safu ya mjadala ambapo leo tutajikita kwenye kombe la dunia. Nimewaalika Sekione Kitojo, mtangazaji mstaafu wa DW Kiswahili, pamoja na James Tupatupa. Huyu ni mchambuzi wa soka ambaye pia ana cheti cha ukocha kutoka shirikisho la soka Tanzania. Lakini hapo baadaye pia tutaungana tukipata nafasi na Josephat Charo, mwenzetu huyu kutoka dawati la michezo na hapa DW Kiswahili. Sekione Kitojo, iwapo unanipata, vipi, uhali gani Ijumaa ya leo? Mambo yanakwenda vizuri tu, kila kitu kinakwenda vizuri, lakini joto kali mno. Joto Ujerumani imepambwa na joto kali mno. Joto kali mno. Tukisalia hapa Ujerumani, Kitojo, timu ya taifa ya Die Mannschaft bado haijajua itakutana na nani katika raundi ya mtoano ya 32 bora. Lakini kabla ya yote hayo, wachambuzi wanasema timu hiyo inapaswa kujitathmini kufuatia kichapo cha kushtukiza cha mabao 2-1 dhidi ya Ecuador. Matokeo kama haya ya Ujerumani kupoteza mbele ya Ecuador yanaonyesha nini kuhusu kiwango cha ushindani cha Die Mannschaft, na ni nini hasa kilikwenda vibaya jana kwa Ujerumani? Kilicholeta matatizo nadhani ni ile hali ya Ujerumani kwamba wao wameshinda mechi zao 2, lakini tatizo likawa hawataki pengine kuonyesha kwamba wanataka kutumia nguvu zaidi au washambulie sana katika mchezo ule wa jana dhidi ya Ecuador, kujaribu kuweka nguvu katika michezo pengine ijayo, na hilo ndio lilileta matatizo makubwa sana, na wakawa wanapoteza mipira. Mwanzoni wameanza vizuri kabisa na wakapata goli la haraka dakika ya kwanza tu, lakini baada ya hapo wakaona kwamba wakati wowote wanaweza wakapata sare au wakashinda. Kwa hiyo hakukuwa na mahitaji makubwa sana ya mchezo ule kwa Die Mannschaft kushinda, na hili ndio lilileta matatizo. Na kwa kawaida Die Mannschaft hawachezi mchezo wa aina hiyo hata mara moja. Ni timu ambayo katika mashindano inakuwa inafanya kazi toka mwanzo mpaka mwisho, hata ikicheza na timu ndogo kabisa, lakini inaweka msisitizo mkubwa sana wa kushinda kwanza, lakini jana hawakufanya hivyo. James Tupatupa, uko hewani? Yes, nipo hewani babu. Okay, Kamka Wakula, swali hili namtupia mwenzangu Josephat Charu kutoka dawati la michezo. Kuna uwezekano, Josephat, kwamba Die Mannschaft Ujerumani itachuana na Paraguay, na unadhani aina ya soka wanaocheza Paraguay? Manake wachambuzi wanasema Paraguay na Ecuador kidogo zinafanana, ni timu ambazo zinatoka katika bara moja, na jana waliipiga Ujerumani. Hii inaonyesha nini? Ujerumani itaweza kutoboa kweli mbele ya Paraguay iwapo itathibitishwa kwamba watacheza nao? Bwana babu, mimi nina wasiwasi, na niseme tu baada ya gemu ya jana, kweli kabisa nimeingiwa na wasiwasi zaidi kuhusu kikosi cha Ujerumani, kama kweli kinaweza kwenda kufika mbali.
mchezo ambao umeuonyesha dhidi ya Ecuador, na nikiangalia Paraguay wanavyocheza nafikiri Die Mannschaft wanaweza kupata tabu sana, na pengine hiyo ndio inaweza kuwa ni mwisho wa safari yao katika kombe hili la dunia kama hapatatokea makosa ambayo nimeyashuhudia, ambayo yameonekana wazi kabisa. Unaweza kusema sijui ni kama walikuwa wameamua kwamba hawataki kucheza ama ni vipi, lakini makosa yalikuwa mengi sana. Neuer tumemwona akifanya makosa, Pavlovic anafanya makosa, lakini kwa Paraguay kwenda kucheza namna ile, sidhani kama Ujerumani wanapita. James Tupatupa, leo usiku Ufaransa itachuana na Norway katika mchezo wa kuamua nafasi ya atakayemaliza nafasi ya juu zaidi katika kundi I, na tunafahamu kwamba Ufaransa imekuwa ikitegemea sana kasi, lakini vile ubunifu wa Kylian Mbappe. Norway kwa upande mwingine inamtegemea Haaland kama mfungaji mkuu. Unatarajia mechi ya aina gani katika mchezo wa leo usiku? Ni moja ya mechi nzuri sana Babu, naweza kusema ni mechi ambazo hazikutakiwa kuwa katika hatua hii ya makundi kwa namna ambavyo timu zote zimeanza mashindano. Pengine ilikuwa inatakiwa kuwa mechi ya hatua ya mbele, kwa sababu ukiangalia ndio mechi ambayo ina watu ambao tayari wamekusha jinasib kwa uhodari. Kylian Mbappe kama unavyosema amefunga goli kadhaa, lakini pia Erling Haaland amefunga goli kadhaa. Kwa hiyo tayari kuna mechi ndani ya mechi. Kuna mechi ya France na Norway, alafu kuna mechi ya Kylian Mbappe na Erling Haaland. Nani ataongeza hakiba ya magoli hii leo? Lakini pia ukitazama Ufaransa ni timu ambayo watu wameipigia chapuo kwamba inaweza kuchukua ubingwa msimu huu, hasa kuwa na wachezaji ambao vijana, wachezaji ambao wana kasi, wana kocha ambaye ameweka rekodi ya kuchukua akiwa kama kocha na kuchukua akiwa kama mchezaji, anataka aweke rekodi nyingine. Lakini ukiangalia Norway pia ni timu ambayo imeingia, imefanya vizuri, lakini pia inatiwa hamasa sana na washabiki wake, namna ambavyo wanashangilia timu yao kwa mtindo wa mabaharia, namna ambavyo wabunge, wanasiasa wanaipokea timu yao, wanaisukuma, namna ambavyo wachezaji mmoja mmoja wana quality ya juu. Haaland, ukimwangalia Martin Odegaard na wengineo, unaona ni mechi nzuri sana. Mechi ambayo kila mtu anataka amalize katika nafasi ya juu ili asiwe na pressure. Kawaida unapomaliza nafasi ya juu unakuwa huna pressure sana katika hatua inayofuata. Kwa hiyo mimi nasema ni mechi tulia hapo James Tupatupa. Sakione Kitojo, Ivory Coast imefuzu hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza katika historia ya kombe la dunia, kufuatia mabao mawili maridadi kabisa ya winga wa zamani wa Arsenal Nicolas Pepe yaliyoondoa Curaçao waliokuwa wakipewa nafasi ndogo kufuzu. Ivory Coast itakutana na aidha Ufaransa au Norway katika raundi ya mtoano. Kitojo, Ivory Coast ambayo tumeishuhudia katika kombe la dunia mwaka huu ina mbavu kweli za kushindana na timu za kiwango cha juu kama Ufaransa au Norway? Ivory Coast ilicheza mchezo wa majaribio na Ufaransa na wakafanikiwa kupata matokeo. Wamecheza mechi na timu kubwa vile na wakaweza kupata matokeo, japokuwa kwa mfano hawakupata matokeo mazuri dhidi ya Ujerumani, lakini waliendesha mbio Ujerumani. Na nikirudi tena kwa upande wa Ujerumani wenyewe wanaita Turnier Mannschaft, ni timu yenye uwezo mkubwa wakati wa mashindano. Jana ilikuwa tu kwamba wamerelax mno katika mchezo wa jana, na ndio matokeo yake yakawa vile. Lakini naamini kwamba wanaweza wakafanya vizuri zaidi katika hatua za mbele, wanaweza wakafanya vizuri. Cote d'Ivoire ni timu ambayo ina wachezaji wazuri, ina uwezo mzuri sana katika kupeana mipira kutoka mchezaji mmoja kwenda mchezaji mwingine. Yaani level yao haina tofauti kubwa sana na timu hizo ambazo zinahesabiwa kuwa
kubwa, kwa sababu unapompima mchezaji kwamba ni mzuri, ni yule ambaye ana uwezo wa kupokea mpira na akautoa katika sehemu ambayo inastahili kwa haraka zaidi. Yani ni sekunde 1-2 tayari umeshatoka. Na Ivory Coast wana wachezaji wa aina hiyo, kwa sababu wao wamecheza katika timu kubwa za hapa Ulaya. Kwa hiyo wamenolewa katika utaratibu huo. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi kabisa kwamba Ivory Coast inapokutana na kwa mfano Ufaransa au Norway wanaweza wakacheza nzuri kabisa, lakini matokeo ya mpira, unajua Babu, yanaweza yakakushangaza saa nyingine. Na hii inaweza ikatokea kwa timu yoyote ile. Kitojo, tulia hapo. Josephat Charo, kwa kauli ya Kitojo kwamba matokeo ya kandanda ni mchezo ambao una matokeo ya kikatili wakati mwingine. Tugeukia mchezo wa kundi F. Mabao mawili ndani ya dakika 7 za mwanzo yalisaidia Uholanzi kupata ushindi dhidi ya Tunisia na kumaliza kileleni mwa kundi F. Uholanzi sasa itachuana na Morocco iliyofika nusu fainali. Hapa nataka kutilia msisitizo, iliyofika nusu fainali kombe la dunia mwaka 2022. Josephat, umetazama Morocco kwa muda mrefu. Ni changamoto gani kubwa ambayo unahisi kwamba Uholanzi watakwenda kukumbana nayo wakati nachuana na Morocco? Nafikiri changamoto yao ni katika safu ya ushambuliaji, umaliziaji, the final third. Hapo lazima wajiimarishe ili waweze kupata mabao, kwa sababu hushindi mechi kwa sababu unacheza vizuri au unapaki basi. Lazima ufunge bao ndo ushinde mechi. Dalili ya mvua, wengi wanasema ni mawingu, na mawingu yameonyesha kwamba Uholanzi wana madhaifu, na ukilinganisha na wale wanaokwenda kucheza nao, nafikiri lazima wawe makini sana. Vinginevyo mimi huwa napenda kusema tu kile ambacho ninakiona na kile ambacho kipo na kile ambacho ninakiamini kwa vile ambavyo nafuatilia. Ni maoni yangu ya kibinafsi, lakini safari inaweza ikafika mwisho kwa timu ya taifa ya Uholanzi. Ndio. James Tupatupa, Josephat Charo wanasema Uholanzi, tuna msemo hapa wanasema ni bye bye baada ya kukutana na Morocco, lakini hayo tunasubiri matokeo dakika 90 za mchezo. Tuzingatie hivi sasa mfumo wa timu 48 kwamba kombe la dunia mwaka huu limeshuhudia michezo ya kuvutia na baadhi ya matokeo ya kushangaza kama ilivyosema Kitojo, lakini pia timu za viwango vya chini tumeshuhudia vile vile zikitoa ushindani mkubwa dhidi ya mataifa makubwa ya soka. Cape Verde, Curaçao, Ghana, Afrika Kusini zimepata alama muhimu dhidi ya vigogo naweza kuwaita Uhispania, England na Korea Kusini. James Tupatupa, kwa mtazamo wako, nini kimechangia timu ndogo naweza kuziita kama vile Cape Verde kupata matokeo dhidi ya timu kubwa? Kwanza ni mtaala wa ufundishaji, ni mtaala ambao unatokea katika nchi kubwa, hasa England na Hispania. James Tupatupa, unapotea. Hello? Unanipata? Naam, nakupata. Hello? Nakupata, endelea. Tutarudi kwako James Tupatupa muda usiokuwa mrefu. Tutarudi kwako Josephat Charo. Kabla ya kurudi kwa Sekione Kitojo, huu mfumo wa timu 48 umechangia kwa namna yoyote kuongeza nafasi kwa mataifa madogo kufuzu kwenda mbele? Bila shaka, kwa sababu kama mfumo huu haungeletwa, hata Afrika sidhani kama ingekuwa imewakilishwa na timu 10. Ni kitu ambacho hakijawahi kutokea, na tumeongezewa hapo duru nyingine mpya ya mtoano ambao ndio ni ya kwanza ya timu 32. Tulikuwa tumezoea duru ya kwanza ni timu 16. Kwa hiyo imeingizwa duru ambayo imetoa nafasi kwa timu nyingine ndogo kama
Curaçao ambazo hazijulikani, unaona, kupata fursa pia kuja kushiriki katika mashindano haya, na hii inaleta chachu pia vile katika kukuza soka ulimwenguni kwa upande mmoja, na pia vile nafikiri itaimarisha sana FIFA upande wa fedha na nini lakini pia vile nafikiri ile hamasa the love for football yale mahaba ya soka ulimwenguni nafikiri yataimarika, pamoja na kwamba kumekuwa na ukosoaji kwamba kombe hili timu ni nyingi, mechi ni nyingi, wachezaji watachoka sana, safari ni ndefu, timu nyingine ni dhaifu, hazina maana, sijui nini, lakini kwa ujumla wake nafikiri ni tafrija kubwa ambalo linaunganisha dunia na kujaribu kushajiisha pia urafiki na maingiliano mazuri na kushajiisha pia amani ya dunia kwa mtazamo wangu. Asante sana Josephat Charo. Sekione Kitojo, kwa kifupi kabisa, kwa kuzingatia ushindani ambao tumeushuhudia katika hatua ya makundi, ni mchezaji gani ambao unamuona kwamba huyu mchezaji yani ni balaa wenye wanasema, na ni sifa gani ambazo huyo mchezaji uliomuona zinamtofautisha na wengine, kwa maneno mafupi kabisa? Mimi nimemwona mchezaji mmoja ambaye ni kijana wa umri wa miaka 18 kutoka Morocco, anaitwa Ayub, kitu kama hiki, Ayub Bouad Ayub, kijana wa miaka 18 huyo. Marhaba. Huyu ni mchezaji ambaye toka mechi ya kwanza nilivyomwangalia, ni kijana mdogo wa miaka 18, lakini mtulivu, anajua akakae wapi apate mpira, anajua hatari iko wapi ende akaizuie, anajua kuupeleka hapana. Huyu ni kijana mmoja ambaye nadhani ni mmoja kati ya vijana ambao wamepatikana katika mashindano haya kucheza mpira wa hali ya juu kabisa. Asante sana Kitojo. James Tupatupa, na wewe pia kwa maneno machache, kwa sababu muda unatuonea wivu hapa. Tunaweza kuona mshangao mkubwa katika raundi ya 32 bora? Yes, mshangao mkubwa unawezekana kabisa, hasa kwa namna ambavyo timu ambazo hazikupewa nafasi zinafanya hivyo, zinaonesha nafasi, na mtaala ni mmoja, kila mtu anaweza kutuliza under pressure, kila mtu anaweza kuamua under pressure. Kwa hiyo tunaweza kukutana na mshangao, timu ambazo hazikutarajiwa zikaenda katika hatua ya juu zaidi. Josephat Charo, na wewe pia katika hali ya kumalizia, tumetizama timu 3 tayari za Afrika zimekwisha fuzu hatua ya mtoano, Morocco, Afrika Kusini na Ivory Coast. Unalichukuliaje matokeo haya katika muktadha wa maendeleo ya soka la barani Afrika? Yanatia moyo, ni matokeo ambayo yanatia moyo sana Babu. Na hata zile ambazo bado zinasubiriwa sasa hivi, na matumaini Cape Verde watasonga na Ghana pia vile watasonga, na hii nafikiri itachangia sana pia vile kuimarisha kiwango cha soka katika bara la Afrika. Ni kitu ambacho ninaomba sana kadri muda unavyokwenda na mfumo huu mpya ambao umekuja, tushuhudie nchi nyingi zaidi za Afrika kushiriki katika kombe la dunia, na si kushiriki tu, lakini kushiriki na kucheza na kuonyesha uwezo, kuvuka 32 bora kwenda 16 bora kwenda robo finali mpaka nusu finali mpaka finali. Asante sana Josephat Charo, hali kadhalika Sekione Kitojo na James Tupatupa kwa tathmini zenu kuhusiana na mwenendo wa kombe la dunia. Mtazamaji, mashabiki duniani bila shaka wanashikilia pumzi wakisubiri kuona ni nani atakayevuka ukuta wa mwisho na kutinga hatua ya 32 bora. DW Kiswahili itakuwa nawe sako kwa bako kukuletea uchambuzi wa kina na simulizi zote muhimu kuhusu kombe la dunia. Mimi naitwa Babu Abdalla, tupishe makala.